nimefiwa na dada yangu Mwajame Dosa Azizi. Mwajame ni mkubwa kwangu mimi, na naikumbuka kama jana siku nilimtembelea nyumbani kwake Kigamboni, ilikuwa mwaka 2023. Basi tuamkeka pale kiti, tukawa tumekaa bazani kwake tunazungumza. Lakini kabla sijazungumza baada ya Mwajame, ni mzungumze nduguye Mwanakondo. Hiki ni kisa alinahadithia rafiki yangu mmoja Nasor. Mwanakondo alikuwa polisi. Anasema siku moja, tuko vijana, tulikuwa na kawaida, ananiambia huyo kijana Nasor, kuna kijana na uzoefu sisi, kila ikifika Jumamosi tunatoka kucheza disco, alafu usiku tunarudi vijana gerezani, kundi zima. Na hao kina Dosa, huyu Mwajame ni Dosa, mtoto wa Dosa Azizi. Sasa njiani kukutana polisi, kundi kubwa, wakatusimamisha. Nyinyi mnatoka wapi? Lelelele akisema, wakatusomba wote bwana mpaka kituo cha kati cha polisi usiku. Tukawekwa pale, naambiwa nyinyi kesho nyinyi mnakwenda mahakamani, nyinyi kuna mahakamani, nyinyi wazururaji, mmetembea usiku, tuko majambazi nyinyi. Basi kufika asubuhi, Mwanakondo ameingia kazini Central Police pale, hivyo kwenye full uniform za polisi. Kwa zile sura zimekaa pale, sura za hawa wamefanya nini hawa? Sema wazururaji. Nyinyi mfanya nini? Sasa wengine namjua huyu dada yetu Mwanakondo huyu. Sasa dada, sisi tuko tunatoka disco, askari tukabata, lakini sio wazururaji, na hii tunafanya kila Jumamosi tunatoka na tunakuwa na kikundi kwa sababu inakuwa wepesi. Kwanza tuchukue taxi, na vile vile hata kama kuna majambazi jiani hawezi kutuvamia kwa mzima. Basi Mwanakondo akacheka akasema, sasa nyinyi mturudi majumbani mpaka usiku, ndio maana mnakamatwa, mnaletwa polisi hapa. Sema fungulie na wadogo zangu hawa. Nimeleta kisa hiki uone jinsi watu walivyokuwa wana maelewano. Hawa kina Dosa wao asili yao watu wa Tanga, lakini waliishi gerezani kwa muda mrefu sana. Nyumba yao ilikuwa mtaa Mbaruku na Kongo, kabla babu yao Dosa babu yao Azizi Ali hajajenga kule Mtoni, mpaka tukapewa jina la Mtoni kwa Azizi Ali. Sasa na nduguye Mwajame na yeye vile vile alikuwa polisi. Basi tumekaa pale tukawa tunazungumza, na siku zote unapozungumza na watoto wa wapigania uhuru, huwa mazungumzo ya simanzi, na wanakueleza mengi ambayo wewe ulikuwa yajui na si wengi walikuwa wanayajua. Na simanzi nakuja kuwa wao wanajua nini mchango ambao wazee wao walifanya katika kuikomboa nchi kutoka minyororo ya ukoloni, lakini inaelekea wanahistoria wamepuuza wazee hawa kiasi kwamba hawajawapa heshima wanayotakiwa. Basi akaniambia Mwajame, naambia mimi kila nikimkumbuka baba nasikitika sana. Anasema baada ya baba kufariki tumepoteza ardhi zetu nyingi sana, nyingi. Na cha kusikitisha ni kuwa watu wanaochukua zile ardhi ni watu ambao wako serikalini na watu ambao walikuwa wanamjua baba yetu na mchango wao. Sasa hapa nataka kuleta lile ambalo nataka nahadithia, ambalo namkumbuka dada yangu Mwajame aliniambia siku ile. Akisema, Mohamed,
kulikuwa na shamba zuri sana la baba pale Ruvu. Siku moja nimekutana na mmoja ambaye alikuwa wafanyakazi wetu pale shambani. Baada ya kusalimiana akaniambia, Damojame, una habari lile shamba lile la, akanieleza pale lipo. Nikawa nalifahamu. Asema ile shamba limechukuliwa. Limechukuliwa, akisema limechukuliwa. Asema nimesikitika. Unajua kwenye shamba lile kulikuwa na handaki? Kulikuwa na handaki. Asema kulikuwa na handaki pale. Akisema ndio, mimi nilikuwa nasikia baba akihadithia habari ya handaki. Waliwahi kujenga handaki katika moja ya mashamba pale Ruvu, na handaki lile walijenga endapo Waingereza wakati ule wa kugombea kupigania uhuru watamkamata Mwalimu Nyerere. Nasema sisi kama kungekuwa na mipango ya kumkamata, sisi tungefanya mipango ya kumtorosha Nyerere. Lakini tunamtoroshaje na tunamweka wapi? Sema ndio yeye akajenga hilo handaki. Ni nyumba sasa iko chini. Akamwambia Mwalimu, akamwambia yeye akimuita Kambarage mjenga handaki hapa. Endapo tutatokea kitu chochote, basi wewe tutakuweka hapa. Huku tunafanya mipango wewe ya kukutorosha nje ya nchi, lakini hatuwezi kukubali sisi kukuona wewe wanakufanya kama walivyomfanya Kenyatta. Maneno hayo anamwambia Nyerere wakati wa kupigania uhuru. Mimi nimesimama nimesisimka, kwa sababu nilikuwa najiuliza, na nilipata kuzungumza na mzee Dosa wakati uhai wake nyumbani kwa Ruvu, na alinahadithia mkasa wa maasi ya mwaka 64. Akaniambia kuwa mimi siku ile aliposikia ametokea maasi, asema mimi nilitoka Ruvu na bunduki yangu, na mwenyewe anaita sema 5 repeater, inapiga risasi 5 moja baada ya nyingine, na nimechukua Land Rover yangu, bunduki yangu nimeweka nyuma, mimi nimekwenda kumtafuta Nyerere Ikulu. Sasa na mimi nikamwambia Damojame kwa baba alikuwa kuniambia habari ya maasi. Akasema habari ya maasi mimi naijua vizuri sana, kwa sababu siku ile ilipotokea maasi, baba alikuja nyumbani na mkewe Binagla. Amekuja pale anamwambia mama nyumbani Mtoni kwa Ziadi. Alikuwa amekuja na ndova yake, akamwambia namwacha mke wangu hapa Binagla, mimi nakwenda mjini kumtafuta Nyerere nijue yuko wapi. Mama akamwambia Dosa, leo si siku ya kutoka. Si siku ya kutoka kabisa. Leo watu wanataka watulie majumbani. Akamwambia pana, mimi siwezi kukaa hapa niweki wakati mimi sijui ndugu yangu Kambarage hali yake ikoje. Kwa sababu mwaka 64 walikuwa na kumbukumbu ya mapinduzi yaliyotokea Burkina Faso, ambapo aliuliwa huyu rais wake Olympia, Sylvanus Olympio. Matokeo mapinduzi na askari wakamuua. Basi kila mtu alikuwa na hofu siku hiyo. Sasa anakadithia sasa yeye Damojame anasema juu ya yote yale mkewe naye alikataa kukaa pale, lakini ukifanya kisa kirefu kifupi nasema baba aliondoka siku nzima, mama hana raha. Jioni amerudi, baba kachoka. Mama anamwambia tupe habari za huko. Nyerere salama? Akamwambia Kambarage salama. Umemuona? Akamwambia mama nimekwambia salama. Sawa, umemuona? Akamwambia sibishakwambia kama salama. Basi yakashia pale, mama akaleta stovu, akaipiga hapo ile, akamwandalia chakula, akaondoka zake. Hii ndio ilikuwa
mazungumzo yetu siku ile, ambacho nilikuwa mimi nimepata kitu kipya. Lakini sasa nilikuwa mimi nimesoma kitabu cha Peter Bwimbo, huyo alikuwa mlinzi mkuu wa Mwalimu Nyerere. Yeye ameandika kitabu cha maisha yake kama mlinzi wa Mwalimu, na ameeleza hiki kisa cha maasi. Yeye anasema kuwa alimtorosha Mwalimu kupitia lango la nyuma la Ikulu mpaka feri, wakavuka na Pantoni wakaenda Kigamboni kujificha kwenye nyumba moja ya Mzee Kisweswe kama tapo. Nimezungumza Mzee Kitwara Kondo wakati nafanya utafiti wa kitabu cha Abu Sayyid. Nikamuuliza habari ya maasi ya 64. Mzee Kondo akasema, Mwalimu tulimtoa sisi kwa gari la taka, mlangoni pale akapita. Lakini Mzee Kondo alikuwa ni mtu akikwambia hilo, hata ukimuuliza aende umchukua, mlikwenda wapi, kwamba inatosha kuwa tulimtorosha, hakumkuta pale askari kufika. Mimi nilikuwa nimetosheka na yale, siwezi kumsukuma mtu mzima, lazima uniambia, ikawa imetosha. Nikamwambia baba, sasa hili jambo unaniambia zito sana, na mimi naandika kitabu nikutaje kwa wewe umeniambia kuwa Nyerere mlimtorosha kupitia gari la taka. Nasema bila wasiwasi wote. Sasa huku anasema Peter Bwimbo anasema yeye kamtorosha kwa mlango nyuma kwenda Kigamboni, maka umepita kwa miguu kwa pale toka kwenda Kigamboni, kwenda feri Kigamboni kwa Mzee Kisweswe. Mzee Kondo anasema yeye kamtorosha kupitia gari la taka. Mzee Kondo alikuwa wakati koloni special branch, umekuja uhuru, akawa yuko katika usalama wa taifa, yuko Ikulu pale, na alikuwa msaidizi wake Oscar Kambona, na Oscar Kambona alifanya makubwa siku ile katika kutuliza askari, na mwisho wakaja Waingereza wakanyang'anya silaha kama mnafahamu. Lakini kile nikisoma kile kitabu Peter Bwimbo anasema Kisweswe, huyu Kisweswe huwezi kuona picha yake wala hujui ameishi wapi, ni mtu tu. Na kwenye kitabu anasema baadaye Mwalimu alimwendea bwana na kumtaka kumpa msaada. Sema bwana alisema, mimi Mwalimu nipe baiskeli, tunatisha Injili kwa Mwalimu kwa ungwana wake wote, mtu ambaye aliweka pale kwa siku 3 mbele kwake, wanatafutwa hawajulikani wako wapi, kuwa amwambie nataka ni kushukuru kwa wema wako. Basi yule bwana atake kununuliwa baskeli, na Mwalimu asimpe kitu cha maana cha kumsaidia maisha yake, kwa sababu naamini kwa wakati ule mwaka 64 Kigamboni waliishi katika nyumba kawaida sana. Sasa ndio hivi ndio kusema kuwa hawa watoto wa wapigania uhuru, kuzungumza nao, unakuja na kitu ambacho wewe kinakushangaza, unakuwa hili halijasemwa, na unajiuliza kwa nini hawa walikuwa wanatafiti historia, mathalani chuo cha CCM Mkoani, kwa nini watafuta watoto wa wapigania uhuru? Hawa wameona yote kwa macho yao. Nikamkumbuka mdogo wangu anaitwa Miski Abdulwahid, huyu ni mtoto wa Sayyid. Siku moja amenisikia nikizungumza kuhusu kabati la fedha la Abdul Sayyid lilokuwa nyumbani kwake, ambalo lilikuwa limejazwa noti. Ni mambo ambayo ya kufikirika, mtu anapokuambia nani atajaza kabati noti, mpaka iwe sio pesa mtu kaweka, liwe limejaa noti kwa kuhadithiwa. Na mimi nilimsikia mara kwanza kisa hiki alinihadithia Mama Daisy, mke wake. Akaniambia ilikuwa usiku, mimi nimeandika mada, akasoma usiku ule, akanipigia simu akasema unazungumza habari ya kabati la fedha. Mimi vile vile nilikuwa mdogo, nilikuwa nikisikia
pale nyumbani wakisema, wao wakisema boksi, kuna boksi kwenye chumba cha baba limejazwa noti. Lakini sasa narudi, Mama Daisy anasema kweli yeye aliniambia nikabaki. Akasema na watu 5 walikuwa wakija. Sema alikuwa hawarudishi nyuma. Alikuwa anakwenda kufungua ile kabati, anatoa pesa. Sasa ndio vitu ambavyo tunapata kwa watoto hawa wa wapigania uhuru. Na bahati mbaya mmoja baada mmoja anafariki. Last siku moja tutazungumza. Akaniambia, Mohamed, watu wanaizungumza sana safari ya Mwalimu Nyerere, lakini wanajua safari ya imetoka wapi? Akisema mtu aliyesimamia safari ya mpaka ikamilika, anasema alikuwa ni El Citron. Nishaeleza mara nyingi wa El Citron. El Citron kwa Bermuda, mtu mweusi. Alikuja kafungua ofisi ya wakili Moshi. Na alikuwa mshauri wa TAA, Political Subcommittee, kamati ndogo ya TAA, kuanzia mwaka 50 mpaka pale tano ilipokuja kuundwa. Na yeye ndio alimwambia, anasema anaambia class, ndio alimwambia baba, kwa nyinyi achaneni na hawa Waingereza kupeleka petition hapo tufika popote, nyinyi fungueni mazungumzo na Ndio mimi kwa mara kwanza nilikuwa nasikia. Na akaniambia maneno hayo, hata ile memorandum yenyewe ambayo ilikwenda Union, kwa mimi bado sijaitia machoni. Ilikuwa zamani sana hiyo. Wakati huo yeye anafanya kazi Geneva kwenye High Commission for Refugees. Kijelikizo lazima tukutane tuzungumze. Akaniambia siku akisema kina watu wasema habari hizi. Na hii hotuba ilitokana na Political Subcommittee. Siku nyingine nazungumza na Juma Mapachu. Aliandika yeye. Tulikuwa tunazungumza kwa maneno mengi, lakini story hii hata siku moja alikuwa mimi hajaniambia. Siku moja ghafla ananiandikia, Mohamed, unajua? Anasema mimi siku Bwana Abdul Sykes na Ali Mitambo wamekuja na sio kwa baba. Sasa mimi nilikuwa mdogo, labda darasa la 3. Chumba chetu mimi na Bakari kakake, sema tuliondolewa walale wageni Abdul Sykes na Ali Mitambo. Anasema mimi kwa sikio langu mdogo lakini nasikia. Bwana Abdul anamwambia baba, sasa Hamza, tumekuja sisi kupata kauli yako mwisho. Ndio mimi nimpishe Mwalimu, nimpishe Julius katika nafasi ya urais wa TAA. Tumchague afu mwaka kesho yuko 53 ya mwanzo. Tuna mwaka 54 tunaunda chama cha TANU. Na hii mkitaka mnayo barua nayo mwenyewe, na yeye Hamza siku zote Juma Mbaji siku zote kwa Kiingereza, na Kiingereza chake andika kimenyooka. Ya Muhammad, hizi ndio barua watu wengi wajui. Mimi sikia yote haya, lakini wana historia wetu, watu hawa wamepumza. Nani anamtaja babangu? Hakuna mtaja. Akaniambia siku nyingine, akasema siku alipokufa Bomani, Mark Bomani, mdogo wake Paul Bomani amemwoa dadake Juma Mapachu Rahma. Kwa hiyo msiba ule kuna musana, anasema mimi nimekwenda kaburini pale. Na wasikiliza hao watu wanamzungumza Bomani, akisema watu wamjua. Si yeye yule. Mchango wake wote ndio huo, ndio haya. Sasa najiuliza, hao watoto wa wapigania uhuru hakika wamekufa wengi, na kila aliyefariki amekwenda mengi ambayo hakuyasema. Aliyosema naamini alikuwa madogo kwa sababu ya ile hali yenyewe wakati ule, kuwa hakuna mtu alikuwa anataka kuleta historia ambayo itapingana historia ambayo watu wanaikubali. Sema kama ni historia rasmi. Sasa hizi ndio hali zetu. Tuje kwa Daisy Sykes, Aisha Abdul Wahid Sykes. Yeye
uso kwa macho, kanambia, sema Muhammad, mimi alipokufa babangu niliumia sana kuona magazeti ya tano, The Nationalist na Uhuru, hakuna lolote lililoandika hata tazia baba yangu, na mimi nimeona yote yale kwa macho yangu. Mwalimu anafika nyumbani, namuona anazungumza na babangu, anazungumza na mimi na akija, tulikuwa mimi kazi yangu moja, mwalimu tu akija kutoka Pugu amekuja pale nyumbani, mimi kazi yangu ilikuwa kwenye jikoni kumtengenezea chai ya mayai na mkumbe. Hakuna chochote. Wakati yeye anasoma chuo kikuu cha Dar es Salaam, wakati wa University of East Africa, anasoma education and history, kenda kwa John Alif, ndio mwaka historia. Sina nini. Akaomba, mimi nataka kuandika historia ya babangu, nieleze nini alifanya katika nchi. John Alif akamwambia, hapana, chukua haya mambo, yanataka muda. Katika muda ndo muda ndeza kupata kuandika historia ya baba yake. Na msiba huu wa dadangu Mwajame unakumbusha msiba wa dadangu mwingine, Sauda binti Juma. Yeye amefariki labda kama miezi 2-3 iliyopita. Sauda alikuwa anajua mengi sana, lakini alikuwa afungui mdomo wake kuambia chochote. Mwisho kabisa ya maisha yake, baada ya yeye kuanza kutaka kusema, hakuchukua mwaka wa mafariki. Mimi nilikuwa natafuta jina la mwanamke mmoja katika wanawake 4 waliokuwa wanamsindikiza Mwalimu Nyerere. Safari ya kwanza Umoja wa Mataifa mwaka 55 mwezi Februari. Ile picha yuko Bichiku bin Said Kisusa, yuko Bitite Mohamed, na yuko huyu mwanamke ambaye jina lake karibu miaka 20 nilitafuta sikulipata. Yuko na Bitatu Bitibze, yupo na Lucy Lamek. Na Lucy Lamek vile vile jina lake nilikuwa sijalipata. Basi siku moja tu hapa akaniletea message. Akasema yule bibi alikuwa anaitwa Bi Mwamvita Biti Mnyamani, na alikuwa anakaa mtaa wa New Street na Narung'ombe, na alikuwa shoga yake sana mama yetu Mwalimu Sakina. Na dada Sauda yeye mkubwa kwetu, kaona kila kitu kwa macho yake, lakini ndio hivi wanakufa, wanaondoka na historia zao yote. Na kama wasema John Alif, kwa historia nyingi 5 ipo mikononi mwa watu. Basi hii ndio omba Allah amfanyie wepesi dadangu Bi Mwajame binti Dosa Azizi. Assalamu alaikum.